Kipindi leo cha Uislamu. Kuuliza maswali na kuna zawadi. Hakuna shida. Maswali. Ukipata kuna zawadi, ukikosa kuna zawadi ya elimu. Sawa. Zawadi ni sote mimi kwa nini Uislamu basi kwa nasema nini bana? Kwa nini nasema nini? Sasa ni Uislamu. Au sio? Wewe kuja kusambakia. Sasa nasema nini? Nasema nini? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV ya kupendwa ya Halal Charity TV. Hii leo karibu ndani ya Kilifi. Tena kipindi chetu cha Wajua Dini Yako, cha wa Kilifi Town. Swali la leo linasema hivi: ni sura gani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametajwa jina lake kwa kila aya? Ama ni sura gani ambayo kila aya imetajwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ungana nami tukiwa ndani ya mtaa kama huu tuweze kupata faida kwa wale wakazi wa area hii ya Kilifi. Abshir Ahmed. Abshir, kuna swali leo katika kipindi chetu hichi. Swali lasema hivi: ni sura gani katika Qur'an ambayo kila aya ndani yake imemtaja Allah? Kila aya ndani imemtaja Allah. Yaani kila aya kuna jina la Allah limetajwa katika hiyo sura. Ar-Rahman. Kuna kujaribu tena. Zawadi ni mbili. Kuna zawadi ya elimu na zawadi ya bahasha. Zawadi ya elimu na zawadi ya bahasha. Zawadi ya bahasha ukipata, Rahman sio. Zawadi nyingine. Walai sijui. Bahasha imeenda hiyo. Abed, swali leo lasema hivi: ni sura gani katika Qur'an ambayo kila aya imetajwa jina la Allah? Kila aya ndani ya sura ina jina la Allah. Swali gumu kiasi. Sababu kuna zawadi ya elimu na zawadi ya bahasha. Ukipata na kupata zawadi ya bahasha. Kosa ni elimu inshallah. Suratul Rahman. Na kama nitakosa nitapata elimu inshallah. Kupata elimu inshallah. Si Suratul Rahman sio. Swali la leo kwa kuuliza watu ni sura ipi katika Qur'an ambayo kila aya imetajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sura nafikiri nyingi zilizotaja Allah. Lakini kuna sura moja ambayo ni kila aya kwanza mpaka mwisho kidogo tanitoa. Inshallah. Shukran. Allah uzidishie. Inshallah. Amen. Shukran habibi. Mimi naitwa Muhammad Uthman Mrusi. Swali la leo ni hivi: ni sura gani katika Qur'an ambayo kila aya imetaja jina la Allah? Yaani kila aya Allah ametajwa. Suratul Ikhlas. Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Hajataji. Kweli. Hebu jaribu tena. Saidia. Majina naitwa Abubakar Salim. Saidia ndugu yetu. Sura ambayo kila aya imetaja jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul a'udhu birabbin nas. Na hii nyingine ya alhamdulillahi rabbil alamin. Sura ni moja. Niko shua nayo. Nyingine pia sabihisma rabbikal a'la. Kwa majina anaitwa Omar. Omar, leo kuna swali, kuna zawadi. Swali lasema hivi: katika Qur'an tukufu kuna sura moja ambayo hiyo sura kila aya imetaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio. Sura hiyo. Kila aya. Kila aya imetajwa Allah. Kila aya. Kwanza mpaka mwisho. Sasa ulikuwa unatarajia nitajibu? Yaani nitaje hiyo sura. Nitajua sura peke yake, kwa sababu mimi sina elimu ya kutosha kutokana na dini ya Kiislamu. Naam. Nimependa dini ya Kiislamu na nashukuru Mungu.
na hata hivi naona dini ya Kiislamu inamenawirisha. Moja na nani bro? Sadafu. Na wewe nani? Muhammad. Muhammad, zawadi yangu leo hii swali lasema hivi. Ni sura gani katika Qur'an ambayo kila aya imetajwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kila aya kuna jina la Allah. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho aya zote. Ikra. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Aya kwanza kuna Allah. Yaani na hii aya kwanza lazima ianze na Allah pia. Iko ndani jina Allah kwa aya. Yaani iko ndani. Kila aya. Sura moja katika Qur'an. Ndio kila aya inataja jina la Allah. Maybe waweza kutuanzia kama juzu ngapi? Nikapashapatia point hapo. Nikiambia tu juzu ya ngapi mtakuwa mshajua. Hiyo aya tayari, aya ya kwanza pia sana jina nini? Aya ya kwanza si lazima ianze na hiyo jina. No, si lazima ianze na Allah, lakini ndani yake kwenye hiyo aya, kwenye hiyo aya katikati, mwisho nini. Ili swali lako hujalieleza. Yaani kila aya suratul Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad. Na Allah lam yalid wa lam yulad hakuna. Yaani hii aya moja kila aya ukisoma katika sura kuna jina la Allah imetajwa. Hata kuanzia aya ya kwanza. Hata aya ya kwanza ina jina la Allah hapo ndani. Shanpata? Hakuna. For sure? Hakuna for sure. Some. Majina ya nani? Abgao Bakar Abgao. Allah Bakar Abdallah. Niko swali leo. Ningechepu cha dunia. Kuna sura za Qur'an ambayo aya zote zimemtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sura gani? Sura zinazotaja Allah. Sura ambayo aya zote ndani yake zimemtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabisma. Tabaraka. Barak. Wallahu. Sura moja ambayo kila aya imemtaja Allah. Ayo. Majina anaitwa Suleiman Ramadhani Abed. Naitwa nani? Naitwa Muhammad Mustafa Said. Allah, majina makubwa. Sasa swali langu la leo ni hivi, ni sura gani katika Qur'an ambayo kila aya imetaja jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, ama kila aya Allah ametaja jina lake? Kila jina limetajwa, kila aya imetajwa jina la Allah. Suratul Hashr. Naam. Inaanza hadi Suratul Hashr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Aya pili huwa والذي خلق. hiyo ya pili haina Allah ndani yake, si ndio? Aya pili suratul Mujadala. Afwan, suratul Mujadala. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عفوا hujajibu bado time yako itakuwaje? Ametosheleza sio? Mashaallah, takbir. Allah. Kwa kidogo tu iende hii. Shukran jamaa. Na mimi jina langu ni Abdul Kifli ama Dal Kifli kwa sababu kwenye Qur'an imekuja Dal Kifli mara mbili. Mashaallah. Sasa ndio ndio Qur'an sala leo. Naam. Kuna sura za Qur'an ambapo kila aya imetajwa Allah ndani yake. Hiyo ni suratul Mujadala. Suratul Mujadala. Naam. Mashaallah. Takbir. Allahu Akbar. Sheikh zawadi yako hiyo. Shukran. Mbona wa pili kupata kilifu nzima? Mashaallah. Hassan Ngure. Hassan swali leo kipindi chetu yasema hivi, ni sura gani katika Qur'an ambayo ndani ya sura kila aya imetaja Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuanzia Sura ambayo mpaka mwisho kila aya iko na Allah. like unanipea dakika ngapi kufikiria? Mbona nifikirie tu. Fikiria, ni bora usichukue time nyingi. Na time ya kufikiria mtema. Bado Suratul Ikhlas. Hebu soma Ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Tajwa hapo. Bado. Hajatajwa hapo. Lam yalid wa lam yulad, hakuna Allah. Hakuna Allah. Kweli. Kama hujui na kupa elimu ama kumsaidia. Wewe msaidia. Acha nifikirie, acha ning'ang'ane. Elimu. Tutang'ang'ana tena. Ngoja kidogo.
elimu kwa sababu ya time. Sawa. Suratul Maida. Suratul Maida. Hadi sura somen. Haya, kitu chochote unajua dini yako. Sasa Waislamu maswali ya dini yao. Kwa hiyo sasa kwa vile wewe bwana ni ustadhi, wewe mkubwa kiongozi. Naam. Pengine ueleze Waislamu umuhimu wa kuijua dini yao. Muislamu ni muhimu sana kujua dini yake na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa utajua na sunna zake na Qur'ani uisome kwa vile inavyotakikana, basi ni Muislamu atakana awe jambo hilo litilie maanani sana. Mashaallah. Inshallah. Sumai Waislamu wamefaidika na maneno yako. Inshallah Mwenyezi Mungu kila utakapomweka mbele na utapata faida katika Uislamu, sababu Uislamu ndio nuru, ndio kila kitu katika ulimwengu huu. Mambo mengi ambayo tunayaona ya kwenda ndia nzuri ya sawasawa ambayo tuletea Mtume, basi ndio mafundisho makubwa. Utakuta vitu vingi ambavyo watu wanaviona sasa ni vipya, lakini mwenyewe alikuwa kwa Mtume alivitabiri na vikawa Mwenyezi Mungu mwenyewe alisema Uislamu ndio utakaoanzisha na vionekana vitu vinaendelea. Mashaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tumeweza kufika tamati ya kipindi chetu cha Ujua Dini Yako ndani ya kaunti hii ya Kilifi. Swali lenyewe lilikuwa ni sura gani ambayo ndani ya aya zake zote kumetajwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na jawabu la leo likiwa ni Suratul Mujadila, ambayo sura hii kila aya imetajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ina aya 22. Nimekuwa wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wakati mwingine.